Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Tukio hili muhimu katika kupanua wigo wa uwekezaji kwenye sekta ya madini na kuendeleza rasilimali za taifa kwa manufaa ya Watanzania ni tukio la kihistoria hapa Bukombe. Hongereni sana wana Bukombe kwa kupata bahati kama hii ambayo iko hapa leo. Kwa namna ya pekee napenda kumpongeza rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yake ya kuhakikisha kwamba sekta ya madini inakuwa kwa kasi, inaongeza mchango wake katika pato la taifa na inaleta manufaa kwa wananchi, ikiweko nyie wana Bukombe. Mafanikio ambayo tunayashuhudia leo ni sehemu ya utekelezaji wa maono ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Wana Bukombe, fursa imekuja kwetu, mmeaswa, msikae mkaziba macho na masikio. Kumekucha, tutumie fursa hii kwa makini na kwa uadilifu mkubwa. Ndugu wageni waalikwa, kampuni ya Plantco Mining and Plant Hire Limited ni kampuni yenye uzoefu mkubwa katika shughuli za uchimbaji wa madini, utoaji wa huduma za mitambo migodini, uendelezaji wa migodi na usimamizi wa migodi ya madini barani Afrika, kama walivyojieleza wenyewe kwa sababu ndio mnatafsiriwa. Leo hii tupo pamoja na mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Bwana Joseph Wilmans pamoja na mkurugenzi Bwana Guilford na waandamizi wake. We are very proud to have you welcome, and I'm very impressed by the remarks Mr. Wilmans you made. We cannot say how much we appreciate. We cannot say enough how much we appreciate you being here to invest with us. Karibu sana, karibu Tanzania, karibu Bukombe. Mradi huu unatekelezwa kwenye leseni 7 za utafiti wa madini ya dhahabu zinazomilikiwa na shirika letu la madini la STAMICO, ambazo zipo Kigosi katika wilaya ya Bukombe, mkoa huu wa Geita, na leseni hizi zitatumika katika makubaliano ya ubia kati ya STAMICO na kampuni hii ya wabia wetu Plantco, kwa lengo la kufikia hatua ya kuwa na mgodi wa kisasa wa dhahabu. Kwa hiyo ni mgodi wa kipekee ambao STAMICO sasa nao kwa kushirikiana na wadau hawa watakwenda kuonyesha mfano wa uchimbaji wa kisasa. Hongereni STAMICO kwa kumpata mwekezaji huyu. Uwekezaji huu utafanyika kwa mfumo wa ubia, ambapo STAMICO itaendelea kuwa ndiye ubia kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia umiliki wa hisa katika kampuni ya ubia, huku Plantco wao wakiendelea kuchangia mtaji, teknolojia, mitambo na utaalamu wa kiufundi katika hatua za utafiti wa kina, uendelezaji wa uzalishaji pamoja na uzalishaji wenyewe wa madini yatakapoanza kuzalishwa kwenye mgodi husika. Muundo huu wa umiliki unalenga kulinda maslahi ya taifa na kuvutia utaalamu wa kimataifa na kuhakikisha mradi unatekelezwa kwa ufanisi na tija. Kwa hiyo uwepo wao hapa sio kuja tu kuwekeza ili wapate chao na sisi tupate chetu, kwa maana hiyo rasilimali ambayo inaenda kuuzwa sokoni ya madini, bali tunaita kwa lugha ya kwetu kule Arusha knowledge transfer. Ni mategemeo yangu kwamba Watanzania, watendaji wetu wa STAMICO watakuwa wanafanya kazi kwa karibu sana na wenzetu hawa kwenye hizo nyanja zote za shughuli za utafiti hadi shughuli za uzalishaji wa madini na uchakataji wake, ili watakapokuwa wamemaliza muda wao au wamemaliza uwekezaji wao nchini watuachie hiyo teknolojia. Kwa hivyo watakuwa wametubariki pia katika kutuachia ujuzi tunaohitaji. Hadi kufikia hatua ya leo ya kusaini mkataba ambao tutakwenda kusaini hivi punde, tayari hatua kadhaa zimeshafikiwa, ambazo ni pamoja na upatikanaji wa leseni yenyewe au zenyewe, kufanyika kwa tathmini za awali za kijiolojia, majadiliano ya kina ya kibiashara, ya kisheria kati ya pande zote mbili, na maandalizi ya mpango wa utafiti wa kina. Hatua zote hizi zimeshafanyika
na hivyo hatua inayofuata ni kuanza kazi rasmi za utafiti wa kina ambao zitabaini ukubwa wa hifadhi ya madini, yaani reserve iliyoko katika maeneo haya ambayo uchimbaji huu unaenda kufanyika, kabla ya kuingia hatua ya utekelezaji wa mgodi wa kuzalisha madini haya ya dhahabu katika eneo hili. Hii ni hatua muhimu, na nitumie nafasi hii kuwapongeza kwa sababu ripoti yao imedhihirisha kwamba watakwenda kutumia teknolojia ya kurusha ndege nyuki ambayo haitabagua maeneo ya wachimbaji wadogo, nayo yatakwenda kupitiwa, na niwaombe kwamba taarifa zile zitakapochakatwa warudishe taarifa za maeneo yaliyoangukia ndani ya maeneo ya jamii, wajue na wao kuna nini katika maeneo waliotoa leseni. Kwa hiyo isiishie tu kwamba ile taarifa mkachukua tu zile leseni 7 mkazichakata mkaingia kwenye uchimbaji, taarifa za kijamii zenyewe mkaweka mkono mkapeleka GST, wao wasijue kuna nini katika maeneo yao, baada ya kubaini hapa kwamba mtapitisha hiyo ndege nyuki katika maeneo yote yake pamoja na wale wachimbaji wadogo. Kwa hiyo wachimbaji wadogo wenye leseni katika maeneo hayo, mhakikishe kwamba baada ya utafiti huu na taarifa kuchakatwa, mtapata taarifa sahihi za kijiolojia, taarifa za kina zinazopatikana kwa njia ya high resolution aerial survey, ambayo itawawezesha kujua namna ya kupanga uchimbaji wenu katika maeneo husika. Ndugu wageni waalikwa, kuendelezwa kwa mradi huu wa Kigosi kutaleta manufaa makubwa kwa taifa na wananchi wa Geita na Bukombe, hususan kwa Bukombe. Mradi huu unatoa ajira za moja kwa moja katika hatua za utafiti, ujenzi wa mgodi na uzalishaji wa madini, pamoja na ajira ambazo ziko za moja kwa moja kupitia wale watakaoajiriwa na ziko ambazo sio za moja kwa moja kupitia wale watakaotoa huduma mbalimbali, ikiwemo chakula, malazi, ulinzi na huduma zinginezo, kadri jamii itakavyokuwa imejipanga kujua wanahitaji nini na nani anaweza kutoa huduma gani. Serikali inanufaika kupitia mapato ya kodi mbalimbali zitokanazo na shughuli za uzalishaji. Kuna malipo ya mrabaha kwa mujibu wa sheria ya madini, pamoja na tozo nyingine za kisheria na kodi za mishahara pia ambazo zinapatikana kwa wale wafanyakazi zaidi ya 1,000 au 2,000 ambao tulisikia kwamba wataajiriwa kupitia mradi huu.